Kwa majina naitwa Humphrey Ochieng. Mimi ni patron wa Changamwe Bunge la Wananchi. Tumekuja hapa leo kupeana memorandum yetu kama sisi kama wanabunge la wananchi wa Changamwe, ili tumeona ni njia moja mjadala ya kuwakilisha ombi letu. Ndio tumeona ya kwamba hii ndio mbinu ambayo inastahili sisi kama Wakenya tutumie. Kama kuna any issues, tukuje mali kama hapa tupeane pendekezo letu, ili kama kuna some areas katika hiyo finance bill sisi tumependekeza irekebishwe, na tuna imani ya kwamba komiti husika wataweza kurekebisha hiyo mahali ambayo tumeona inahitaji changes. Na ndipo sisi kama wanabunge la wananchi tunaomba Wakenya kwa jumla, kama kuna any issues tusikubali tutumiwe na wanasiasa, na kuna procedure ambazo inatukubali sisi kama Wakenya kufuata, kama hii ambayo tumefuata ya leo. Na vile vile pia tunapongeza sana komiti ambayo tulikuwa tumeibuni ya kuchia hii maneno ambayo ilikuwa inaongezwa na bwana chairman Mr. Kwamba na wenzake Mzee Odingo hapo. Tunapongeza sana kwa sababu hao ndio walikuwa tumewapoint ya kwamba wana spearhead hii komiti ya finance bill yetu ambaye tumewakilisha leo kama bunge la wananchi la Changamwe. Pia niko na wenzangu hapa pia ambao niko na speaker wetu hapa wa bunge la wananchi wa Changamwe bwana Matano Gona. Yeye pia nitampatia aongee mawili matatu kwa shughuli ya leo. Asante sana. Kwa majina naitwa Matano Gona. Mimi ndio speaker wa bunge la wananchi Changamwe, na ile kitu ambayo tumefuata leo ilikuwa ni kupiana mapendekezo yetu kwa finance bill ili tuweze kusikika kama wananchi. Kwa hivyo sababu tumeona ya kwamba haja tusubiri mpaka finance bill ipite alafu kwanza kwa na shida. Kwa hivyo kitu ningesema kama speaker, yale mapendekezo yote yenye yamechukuliwa wakayaangalie na wayafuatilie. Ndio maana nataka vurugu tena ifanyike kama ilivyofanyika ile finance bill iliyoleta shida. Kwa hivyo ningeomba ile komiti yenye imetengwa ifuatilie kwa ukaribu na ifanye chenye tumesema kama raia wa Kenya. Hatutaki tena kuwe na shida. Kwa hivyo mimi ningeomba tushirikiane sote kama wananchi, na ningeshukuru sana bunge la wananchi hapa Changamwe. Ile mambo tumefanya ndio inatakikana kikatiba, tujirepresent kwa mabunge yote. Ningeomba hata ile mabunge mengine ambayo yako Nairobi wapi watokezee kama hivyo tumefanya sisi, wajirepresent kwa hizi komiti, ndio siku nyingine ili uweze kusikika. Haina haja tusubiri mpaka kuwe na vita tena, maandamano nini, watu uliwe bure, na hii kitu tunaweza kujitokeza kama wananchi ili tusikike. Kwa hivyo asante sana wanabunge kwa kujitokeza. Thank you very much. Na organizing secretary George Ondara. Okay, kwa majina naitwa George Ondara. Mimi ndio organizing secretary bunge la wananchi Changamwe. Nataka kuchukua nafasi kwanza kumwambia chairman ambaye ni wa bunge la Changamwe bwana Sabon Bundi, asante kwa hii nafasi ambayo umetupa pia kuja kuwakilisha bunge letu katika hii mambo ya financial bill. Kwa hivyo tumerepresent na tumepeana memorandum yetu, na tumehakikishiwa kwamba wataenda kuangazia mambo ambayo tumeangazia mwananchi wa chini, na pia mambo yanatuhusu sisi wana Mombasa. Pia kuna mambo mengi yalikuwa kuhusu KPA, pia tumeweka hii masuala yote iko ndani. So mimi nashukuru kwa sababu tumekuwa pamoja hapa Mombasa, tumewakilisha vizuri. Mungu akaweza kutubariki, na mabunge yote ya Mombasa ama Kenya nzima nafaa wasome hapa vile tumekuja kuwakilisha, kwamba ukiwa na jambo unaenda uwakilishe, upeleke. Ukikataliwa ndio unaweza kupeleka step nyingine, lakini naona tumekubaliwa vizuri na tumewakilisha. Pia tunasema ni asante. Karibu sana, karibu Mombasa. Haya, naomba kumleta mbele yenu pia mwakilishi wa hii mpangilio ya hiyo. Kwanza natoa shukurani zangu kwa komiti kwa ile kazi nzuri wamefanya kuhakikisha Changamwe, bunge la Changamwe imewakilishwa na imepresent maoni ya wananchi. Kile naomba ni serikali izingatie maoni ya wananchi. Ile pendekezo yale wananchi wanapendekeza zitiliwe maanani. Yenye kitiliwa maanani itakuwa ni busara. Kwa hivyo mimi just a vote of thanks to the committee for giving us an audience kama bunge la wananchi na kuwezesha sisi kusikika. Asanteni. Thank you. Asante sana.
Naitwa Hussein kutoka katika bunge la wananchi. Hussein Adan kutoka katika bunge la wananchi. Sasa nataka niguse tu kuhusu hii issue ya pension ya hao wafanyikazi wa KPA. Kusema kweli inasikitisha sana kwa sababu tuko katika nchi na nchi iko na sheria zake na sheria ziko za kumlinda mpaka mfanyikazi. Sisi sote tunalijua hilo. Na sasa ikiwa wafanyikazi wamefanya kazi kwa miaka mingi na kampuni ni ya parastatal, ni ya serikali. Sasa tukikiwapo hiyo kampuni itawanyanyasa hawa wafanyikazi na kuwadhulumu na kuwanyima zile pension zao, basi serikali itakuwa si ya mwananchi, serikali itakuwa ni ya mabilionea, serikali itakuwa ni ya wafanyabiashara, kwa sababu hawa ni wazee wamefanya katika parastatal, na sheria ziko ambazo zinawalinda na hizo sheria zimetungwa na hii serikali. Sasa ikiwa serikali hii ndio tena itakuja iwanyanyase hawa wafanyikazi na kuwanyima kanini yetwaje ile pension yao, basi itakuwa iko wazi kwamba serikali hii ni serikali ya dhulma na ni serikali ambayo hailindi hata haki ya mwananchi. Na sisi kama wananchi hapa nchini tuko macho sana, tunafuatilizia serikali hii, tuangalie hawa wafanyikazi ambao wengine ni mababa zetu kama haki zao zitapatikana ama watadhulumiwa. Na iwapo serikali itawadhulumu hawa wafanyikazi, basi sisi tutapambana na hiyo serikali kama wananchi wa Kenya, kwa sababu tumejua haki wamedhulumiwa na sisi tunajua wako na haki ya kulipwa hawa watu. Hiyo serikali tutapambana nayo mpaka tuhakikishe tumeingiza serikali ambayo itakujali maslahi na itajali haki ya mwananchi. Shukran sana.